utampendaje mwenzako kama wewe binafsi yako haujipendi? Huwezi mpenda mwenzio. Na usipompenda mwenzio utakubali kumfanyia mwenzako kitu kibaya, na ndio mwisho wa siku utakubali kuleta vitu vibaya kwa ajili ya wenzako. Kwa hiyo tujifunze kujipenda sisi wenyewe na kuuliza maswali kuhusu maslahi yetu. Inapokuwa ni sawa kwetu tukubali, inapokuwa si sawa kwetu tujifunze kusema hapana, kwa sababu matokeo ya haya test tunachokisema wa Ronald hapa, wao wametengeneza, wao wanakuja kuleta hapa, matokeo yake hujui nini kinakuja kutokea baadaye. Madhara yake ni makubwa kwa sababu hawakwambii yote. Na hapo tunacheza na ujira, tunacheza na DNA hiyo. Tunacheza na makinga ya mwili. Unaweza kwenda kuharibu vitu ambavyo watu kutakiwa kuvigusa au kuvichezea au kuviharibu. Kwa hiyo ni risk, ikiwork imework out. Good for everyone. Itasaidia kwa sababu pia itafanya ugonjwa watu waweze kucontrol hatimaye. Kwa sababu kinga ipo, it means kizazi kinachokuja wako safe. Sisi tumepata nacho tabu ugonjwa kwa sababu hadi kuzaliwa tulikuwa tujui kama tunaweza kuzaliwa nao. Ugonjwa umetusumbua kaka. Yaani mama ndo na vile virusi, alafu mtoto kumbe kwa sababu ana connection na mama na anakuja kunyonyeshwa na malezi na kila kitu baadaye. Na yeye pia anazaliwa nao. Kuna namna virusi vinaweza kuingia kwenye mwili wa nani? Kwa mtoto. Sasa ogopa, ndo daktari wa kipindi hiko kwa teknolojia ile haufahamu hicho kitu. Nyinyi mnajua umefanikiwa, kumbe mwisho wa siku pia ugonjwa huu hata ambao hawajazaliwa wanao. Imagine bomu lilivyokuwa gumu kulitibu. Wakati matibu mnawaona watu wazima wanasema wanapata kwa njia hii, tunakuja kukutana kesi kwa mfano kama mwaka huu kuna watu wazima milioni labda walikuwa na maambukizi hayo. Mwakani mategemeo namba itakuwa imeshuka, lakini kumbe waliozaliwa nao mmekuja kwa pima makuta milioni 5. Nabaki na shangaa imekuaje? Kumbe numbers zinaongezeka kwa sababu ugonjwa uko unataka kwa namna tofauti. Tumeyajua yote haya. Kama ni kweli tumefanikiwa kupata hiyo chanjo, na kama kweli chanjo hiyo itakuwa haina madhara ambayo tunawasiwasi na kuwa nayo, it means tumeweza kudefeat miongoni mwa magonjwa makubwa leo kwa tesa duniani. Kama vile ugonjwa wa polio, ambapo waligundua chanjo ya polio ilibidi yeye mwenyewe ajiambukize ugonjwa alafu atumie chanjo yake mwenyewe kujitibu. Kwa ina maana alivyojidunga chanjo ile weka kuja kufanya kazi, ngome imekubali. Jamani, polio hapa tukasahau ugonjwa. Marekani mna ugonjwa wa polio. Hakuna raia yote ambaye ana polio. Mara mwisho kesi ya polio sio ni mwaka gani? Na sio magonjwa hayo tu, magonjwa mengi kama kusumbua, surua, mpaka chanjo ya surua na rubella. Watoto wameumwa sana surua, imewasumbua kupita maelezo. Kwa maana surua mbaya inawapeka. Bwana. Lakini chanjo sasa mtu safi kabisa. Ile chanjo hata kama mama hajafanya, hajifungua anapata. Mtoto akijifungua chanjo vitu vinafanya kazi. Lakini pia katika haya makundi ya chanjo sio zote zinafanya kazi, na ndio maana kuna chanjo ya magonjwa yote. Vingine vinafanywa tafiti sasa. Ya Bikilembwe ama sio Bikilembwe. Kula unga wa ndere ama hatuli unga wa ndere. Sasa ni kwa Wakenya wenyewe kudiscuss na kuona tunafanyaje? Tunachanja au hatuchanja? Chanja ama hatuchanja? Kwa sababu Bikilembwe ili uyatoke lazima ule unga wa ndere. Sasa kama unga wa ndere unataka kula utabaki kizani hivi hivyo. Wa Bikilembwe ndo nini hiyo? Unga wa ndere nini? Unga wa ndere? Acha na Bikilembwe. Wewe bibi hatari. Unaomba kiji kwa kioni. Giza tu. Mpaka jamani kumbe zile ndere alafu ndere hapo zimekatazwa kulimwa. Kwa kuna uhaba wa ndere zenyewe. Kwa sababu sana ndio dawa Bikilembwe. Lakini unakuja kusema kwamba ndere. Sasa ule unga wa ndere ukiupata ule ukiutumia macho nafunguka unaendelea. Sasa kama usipokula unga wa ndere, alafu likaja jambo la Bikilembwe. Wewe Bikilembwe kwa wapi? Sasa unamtafuta umwekelaji Bikilembwe kama ni Marekani, ndio mwenye chanjo, ndio China, ndio utajua wewe. Lakini Bikilembwe lazima ujifunze kwenye haya maisha. Kuna jambo la Bikilembwe. Kama la Bikilembwe uwe tayari kula unga wa ndere. Kama hauwezi usiende kwenye jambo la Bikilembwe. Kwa sababu unga wa ndere usitumie yatakushinda. Kwa hiyo kwa wenzetu pia wanatakiwa makini sana na hilo. Kwa sababu at the end of the day ni maisha pia wananchi. Lakini Kenya ni majirani zetu sana. Kwa kama iko kitu kipo Kenya, huenda pia kukawa kuna nafasi ama ukaribu wa kuja Tanzania. Uwezekano upo. Ni serikali kuamua kufanya mazungumzo. Tunavyozungumzia Kenya pia naweza tukaweka na akiba kujizungumzia na sisi ikifika kwetu. Tunao maamuzi kama Kenya kufanya. Na sio tukaweka akiba, yani sisi tukae mkao wa kusoma Kenya nini kinaendelea. Kama tunaweza kuwatuma watu wetu wa afya kwenda kule pia kuangalia na kufanya na kujua nini kinachotokea kwenye hizo chanjo. Ni mapema pia kwa kushirikiana sasa. Kwa kushirikiana ili kujifunza na kujua kumbe zinaenda hivi. Kwa hiyo inatokea huenda kukaa kuna mtu mmoja wa afya aidha mwanasayansi mmoja hapo akaamua kwamba yeye akapiga chanjo alafu akaenda kukutana na mtu mwenye huo ugonjwa
Alafu baada ya muda akarudi tena kupima kwamba atakuwa ameupata ama hajaupata. Na ndio maana trial. Kwa hiyo maana yake atakuwa amejitoa kama sadaka. Na chanjo ndio inafanyaje kazi? Chanjo ni una introduce kitu kipya. Una introduce yani hicho kirusi hicho. Ndo unaona kirusi lese labda cha ndui. Ugonjwa wa ndui. Ndui ndio unasumbua. Wanachofanya yule mdudu ndui yule unamtengeneza ambaye yupo against line. Alafu unamtambulisha kwenye seli hai nyeupe za sabini na mbili. Seli hai nyeupe zitakapompokea yule zitampokea kama kirusi kile. Kwa sababu kirusi sio kile umeshakimodify, kitasoma zile defensive mechanisms ziko wapi na jinsi ya kufanya kisiwe active, kisiwe strong. Kwa seli hai inajifunza na copy kutoka kwenye ile. Kwa sababu kile kirusi adui kikiingia, ina maana seli hai ndio zitaanza kushambulia. Plus zile wale ambao wameingiza, ambao ndio pia kutoa taarifa zinazozalishwa kwenda kwenye seli hai nyingine. Kwa ubongo unatoa taarifa hizo, ndio vinafanywa kazi. Kwa obviously hata hiyo kwenye kutengeneza hiyo chanjo ilibidi kwanza wapate vile virusi vile vya ukimwi. Wajaribu kuconvert, wavijio virulisho wafanye trial. Ina maana kama lab trial imekubali, na hapo Suprema watumiaga wanyama. Guinea pigs. Nyama wote ambao wanatumia kwa ajili ya guinea pig ndio wanatumia kwa ajili ya hizo experiment. Kama ilikubali na mara nyingi lab tunatumiaga panya. Nyama yetu panya mweupe special. Ile ndio vile kwa kuvizalisha kutoka kwenye maabara. Ni kwa ajili ya experiments. Kwa kama ilifanya kazi kwa yule, tumisi pia walienda kwenye stage ya human trials. Obviously kwa binadamu walifanywa hivi. Na baada ya hapo sasa kwa hiyo kuingiza sokoni, it means stage zimepigwa tiki, inafanya kazi. Issue sasa kuja field mazingira kwa tofauti kidogo. Kuna variables nyingi. Kwa mfano kama hii, mtu anaweza kachoma ile chanjo sasa hivi hapo alipotoka. So ikamkataa akaenda kutest. Hata si relax. Ndio akili za Afrika. Yaani umetoka kuchoma hapa kinga ya HIV Yaani mtu atakwenda cha Sungura, samani nitaja brand ya watu. Mtu anaenda kwenye kiwanda hiki cha pombe kali. Anaambiwa hii kwenye ubao inasoma alcohol 200. Hii ni spirit pure inaweza kukuua. Si ndio? Lakini usiitumie. Haifai. Lakini mtu anakuambia okay, akili yake sana kwa click. Hii sio hatari. Hii ni kwamba kumbe inafika spirit 200 alcohol. Alcohol level 200. Afu inaunguza. Hii inabidi test. Yaani akili inarudisha kama ni danger. Kwa hata kija mtani pata modify ifike vile viwango. Bafu moja chali mguu. Kocha punda kile. Kwa hiyo sasa isije ikawa hivi. Kwa wewe ushauri wako kwa Wakenya na WaTZ pia kama kitu kitafika huko miaka ya mbele kwamba ukichanja utulie kidogo. Tulia basi hata ifanye kazi cha wenyewe. Una force kama tayari. Kweli kinga unayo. Lakini pia nadhani inaenda kwa umri sijui ni watoto pekee wanaweza kuchanja. Na ile ni miezi 6, yani chanjo yepe itakuwa inarudi kwa miezi 6. Inakaa kwenye miezi 6 kwenye mwili. Usiku sasa unakucheza tarehe kama tu masuala ya ujauzito tu kalenda hajui. Ndio anachanganya namba. Unajua mingi. Serious 6 months kwa sababu ilikuwa tarehe 3 au tarehe 4. Ile mama nani? Situliakaa vile. Chanja alitupa. Ilikuwa 3-4. Tufanye tarehe 5 au tufanye 6. Kwa 6 na hii sasa ili kuhakikisha kabisa mimi nitachoma kesho. Mtu anaongezea na siku mbele. Mchezo kuongeza namba mbele. Itakuja siku umejikuta zile namba ile chanjo umekaa nayo miezi 8 unajua 6. Bado tu kinga hiyo. Wewe unafibia namba, ngoja niongezee ili sitoshe. Ndio na uhakika zaidi. Ilikuwa 4 au 5, ngoja nifanye 6 kabisa. Ishaongezeka siku moja. Bila kushtuka, chanjo imekaa nayo miezi 8 badala ya miezi 6. Ukienda kupima tayari, unaanza kulaumu watu product effect. Kumbe hivi vitu tunavyofanya pia nadhani hii itakuja pia kwa watu wanaofanya kazi kwenye mazingira maalum. Ambao either expose sana kwenye kupata maambukizi ama wapo kwenye society hapo. Kwa sababu kuna jamii ambazo kienda kuna matukio mengi ya ubakaji, matukio mengi ya kuna vilabu vingi vya hivi, matukio madawa kulevya, mazingira kama yale kufanya ngono zetu. Hatusemi ni vibaya kuwa na vilabu 60 vya pombe kwenye mtaa mmoja, lakini issue inakuja matendo yanayofanyika baada ya unaweza ku control. Kwa hiyo uko umelewa huko peke yako binafsi kufanya ngono zetu ni dakika 2 tu. Mtaa hawezi kukufuata kwa kuzuia, wala usiende hapo. No. Sasa unaelewa unachokifanya. Pengine hapo ichanjo hataki mtu alewe sana. Kwa wale wale kupindukia hivi ni wapita pengine hatujui. Na inakaa pia kwa muda. Kwa hiyo maswali ni mengi. Issue kubwa mimi ninachokiona
ni kukaa kwa kujifunza. Kama unaweza kufunga kamera ya Kenya nzima, tufunge tuangalie chanjo inafanya kazi. Na wanavyoitumia. Then tujifunze sana. Then tuwatumie wataalamu wetu kuangalia na mazingira yetu. Hii inatufaa ama tusubiri nyingine tutakayoletewa. Basi tutasubiri vitu kama yani vitu kama hivi visije vikakuletewa hapa. Sio kutengeneza. Kwa tutasubiria kama kuna nyingine ambayo inapoteshwa sana kwenye COVID. Sina kumbuka. Hivi kuna sisi tulikuja na maji, dawa za maji nyingi. Changanya tangawizi. Ilikuwa ni tangawizi. Tunajifukiza. Majani ya mapera. Kujifukiza. Majani ya papai. Huo ni mchemsho wa kunywa. Dozi ya kunywa hiyo. Kujifukiza, kuna majani fulani hivi kwa chuma, kuna mti kama 40 sio 40. Yaani samani kama wale mtu wa kwanza. Ila walikuwa wanajifukiza. Alafu akitoka kujifukiza na kuja maskani kupiga story au anatoka hivyo hivyo nje. Walikuwa wanatembea na harufu fulani hivi ya asili. Unajua kama kwa mganga kienyeji hivi. Kama ni vile hiyo lakini kuna ile harufu ya asili msturi, ushaingia porini kwa harufu ya endo anukia pori. Mijani mingi, ukoka, umo. Asa vijana mpira anukiaje ukiachemsha. Harufu yake changanya na majani ya maembe. Ulikuwa unachemsha pia mkorosho. Kiasi kwamba kuna watu wengine walipata chanjo ya COVID, wengine walipata dawa ya ngozi. Believe me, ule mvuki kuna mwingine alipata dawa ya ngozi, yani malengelenge yalimwisha baraka yalitoka. Kwa sababu tule sumu ule mchanganyiko. Tulitoka kule. Tukafanya vile na kwa level yetu sisi tulikuja sana tunaenda ambayo itafundishwa. Tunazungumzia chanjo ambayo inaingia kwenye mfumo wa damu, wewe una digest maji ambayo ndio kwenye figo na kujoa. Anyway, sijui tunaongeleshaje vitu vyetu vilivyotengeneza hizi. Yaani dawa inahitaji ingie kwenye damu. Wewe unaenda kuienda kwenye mfumo wa figo zako chote. Unaelewa? Yaani zote wanaongeka duniani tunaweza dawa aina hii. Sisi tunakuja na solution kwamba wewe kunywa maji. Ndio dawa Masai. Nakoa kunywa. Nini kunywa? Hii kidumu kimoja. Magonjwa 60. Kwa hiyo sisi ni kujifunza kutoka kwao na kuangalia inavyoenda. Tunawapenda sana Kenya, marafiki zetu, majirani zetu. Wanatushinda kwenye Kiingereza, kwenye kufikiria ndio mwingine ni pagumu kidogo. Lakini tunawatakia kila la heri, chanjo huu ugonjwa na chonde. Unapokuja kutumia chanjo ya virusi vya ukimwi, haimaanishi wewe sasa ndio mzinifu namba 1. Kwa sababu tu ugonjwa wa ukimwi miongoni mwa maambukizi yake ni kwa njia ya ngono. Kwa hiyo kujichoma hii chanjo unadhani ndio unakupa tiketi ya kufanya ngono kwa uhuru. Kuna magonjwa mengine ambayo yatakuua vibaya zinaa kuliko hata hili ambalo unafikiria kwa ngumu sana. Syphilis. Nadhani ndo ni kisonono. Gonorrhea ndo kaswende. Si ndio? Syphilis ikiwa sugu. Actually ni gonorrhea. Ikiwa sugu kupitiliza, inaposhindwa kutibika, inakuja kuattack hadi ubongo.